Baada ya sisi kuzungumza nanyi tarehe 3 Aprili, yako matukio mbalimbali ambayo yameendelea kutokea. Moja na ambalo kwa kweli ni utamaduni mpya ni kuhusu wanachama na watiania waliounga mkono waraka wa G55 kuendelea kutishiwa ndani ya chama na maelekezo kupelekwa ngazi ya chini kabisa ya matawi ya chama kwamba yatufukuze uwanachama wale wote tunaosema haki ya kugombea ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ni malengo ya Chadema, eti wafukuzwe uwanachama. Na maelekezo haya yameenda maeneo mbalimbali kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huo. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha mwaka 2007, 2008 Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake. Hatukuwaza kumfukuza uwanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema nina kiapo, siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo. Aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema hapana, mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Marehemu Profesa Mwesiga Baregu mwaka 2012 alipoteuliwa kwenda kwenye tume ya Warioba, kama mnakumbuka, alisema ndani ya kamati kuu na nje ya kamati kuu, baada ya kamati kuu kumtaka ajitoe, akasema nikiambiwa nichague kati ya chama na nchi, nitachagua nchi. Na Profesa Baregu alishikilia msimamo wake, na chama hakikuwahi kuwaza eti kimfukuze uwanachama kwa sababu aliamua kuweka msimamo wa kusimamia maslahi ya nchi.